Nimekuelewa swali lako. Kwanza nakufahamisha kwamba Yusha bin Nun ambaye ni Joshua mwana wa Nuni, huyu ndiye alikuwa mrithi wa Musa baada ya kuondoka Musa na kuondoka Harun. Maana alitangulia kufariki Musa alayhi salatu wassalam wakati wa Israeli wao katika mahangaiko, wakati wa Tihi walipopigwa adhabu ya kuzunguka katika kutangatanga katika miji. Musa alifariki kwenye kipindi kile, kisha baadaye akafariki Harun, na baada ya hapo wakaingia katika ardhi al-muqaddasa. Pale Allah alipoambia Musa, alipoambia qaumi dukhulul ardha al-muqaddasata allati kataba Allah lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin, wakakataa. Waliambiwa kwa waingie katika ardhi ya Palestina, wakakataa. Sasa wakapigwa na Tihi, wakahangaika. Lakini baada ya kuondoka manabii hao, Yusha bin Nun akaingia nao katika ardhi al-muqaddasa. Kwa hiyo akawa ni kama mkombozi wao wana wa Israeli kwa wakati ule. Na hilo lilikuwa ni baada ya Musa alayhi salatu wassalam kuwatoa wana wa Israeli Misri. Sisi sallallahu kwanza huyo ni malizi. Baada ya kuwatoa wana Israeli Misri na kuwavusha bahari kurudi katika ardhi yao ya zamani, kwa sababu asili yao ilitokea huku, lakini Nabiiullah Yaqub pamoja na dhuria yake, watoto wake ambao ni wana wa Israeli, walivuka kwenda Misri wakimfuata Yusuf alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo kakaa fakra min zaman mpaka alipokuja Ramses الثاني ambaye ni Farao, alipowadhalilisha mpaka walipokwenda mpaka wakatolewa kule. Sasa walitakiwa warudi tena katika ardhi muqaddasa, ardhi ya Palestina. Wakakataa na wakarudi, wakarudishwa na Joshua mwana wa Nuni, na wakawa wanamtukuza sana. Na baada ya Joshua ukaja utawala wa kibani Israeli uitwa Ahdul Muluk, zama za kifalme. Akatawala Nabii Daud baada ya kumshinda Jalut, kisha akarithi mwanawe Suleiman ufalme ule, wakaenda kwa mirathi hivyo mpaka mambo yalipoharibika. Walipoacha utume ikaja ahadi ya tashdid, wakagawana mataifa asbab, kila mmoja na taifa lao. Kisha ikaja ahadi ya tadhlili na takhzili. Sasa wakawa wamedhalilishwa na Allah tabaraka wa taala, wakatawalishwa juu yao wengine wasiokuwa wao. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. mpaka wakaja Nasara Warubi wale, na wao wakaja kutolewa na Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Almuhim, Joshua alikuwa ni kama mkombozi kwao. Kwa hiyo wana Israeli walikuwa wakimkweza na wakimnyanyua juu, wakimpa sifa za uungu, kama vile walivyompa sifa za uungu nani? Uzair. Wakasema ibnullah, kwa sababu wana Israeli wale Mayahudi walisahau Taurat. Ikawa Allah aliwapiga darba moja, hawajui Taurat, na wakitafuta vitabu wao vioni na vifuani haimo. Uzair akaangaika, alikuwa anakwenda kusoma. Sasa wewe kutafuta elimu nikasome mahali ilipo Taurat. Allah akamletea malaika akamfunza Taurat, akaijua Taurat. Alipoijua akawa anakuja kuwasomea wana wa Israeli, wakashangaa, wakasema hapana, huyu ni mwana wa Mungu. Wakasema Uzair ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo huyu Abdullah ibn Saba alikuja baadaye, alikuwa Yemen. Yeye ni katika Mayahudi waliohamia Yemen. Maana Mayahudi wako Yemen mpaka leo, wapo sehemu za Saada na sehemu nyingine. Kwa hiyo yeye alikuwa katika Mayahudi wa Yemen kutoka Sanaa. Na Saba ni jina la mji, Kingdom of Sheba. Saba inaitwa, na sura ya Qur'ani kwa sura Saba. Kwa hiyo mtu anasibishwa na mji ule, lakini wewe ni Myahudi wa Himyari, kabila la Himyari. Wa Himyar ta'ti bi mim ka khabar laysa min al-birr siyamu fi al-safar, kabila la Himyari. Umefahamu? Kwa hiyo yeye alikuwa akimkweza Joshua. Sasa hakutosheka, alipoingia katika Uislamu, sasa wallahu aalam aliingia kwenye kwa Uislamu kiukweli kweli hasa kama ataka Uislamu, au aliingia kwa Uislamu kwa kujivika vazi la Uislamu lakini alitafuta Uyahudi ndani ya Uislamu. Maana kwa mtu mwingine anaweza kusilimu, lakini ikawa zile itikadi zake alizokuwa nazo huko nyuma hakuzivua, kwa kuwa hakupata mafundisho sahihi ya kumvua itikadi zake na mila zake. Sasa wallahu aalam ilikuwa lengo lake ni baya, yani yake mbaya, au lengo lake ni zuri lakini matendo aliyofanya ni mabaya, akafikia kumtukuza Ali na kumuita Mungu. Na haya sikusema mimi, wanaosema ni nani? Ni Mashia kwenye vitabu vyao, mpaka kufikia haya yaliyofikia kusema kwamba Ali hakufa, yuko mbinguni,
radi sauti yake ni kadha kwamba Ali ni Mungu, na kwani alisema Ali ni Mungu. Abdullah ibn Saba, Ali bin Abi Talib akawakamata wafuasi wake akawaingiza katika mashimo ya moto kama anavyosema kwenye kitabu Mikesha Peshawar. Ali katika maneno aliyosema anasema lamma raaitu al-amra amran munkara ajjadtu nari wa da'awtu qambara, nilipoona jambo limeshakuwa ni jambo la munkar nikauwasha moto nikamwita Qambar. Qambar ni mtumwa wake, alikuwa ni mtumwa wake Ali bin Abi Talib, fanya kazi wake akiitwa Qambar. Akamwambia Qambar, kamata ingiza kwenye moto, ikawa anawachoma kwa moto. Mwingine alipoacha kama atafuatisha kawachoma hao, wengine akawaacha. Wale waliobakishwa hayo wakaulizwa mnasemaje? Wakasema tumeamini al-an tumeamini kwamba wewe ni Mungu kweli, kwa sababu la yu'adhibu bin-nari illa rabbun nar, hawezi kuadhibu kwa moto isipokuwa Mungu aliumba moto. Haya ni mateso ambayo aliyopata Ali bin Abi Talib na watu hao wafuasi wa Abdullah ibn Saba. Muulizaji wa kwanza aliuliza akasema, wewe unatuambia kwamba Ali bin Abi Talib alimuozesha mtoto wake yani Kulthum akamuozesha Umar. Sasa je, hili leo kuna ushahidi nani kutoka kwenye vitabu vyao? Aljawabu na'am, kitabu إعلام الورى بآلام الهدى كأمين الإسلام الشيخ أبو علي الفضل ابن الحسن الطبرسي من أعلام القرن السادس الهجري ونوشوني وقرن 6 هجرية. على سنة من النهاية فوتايو katika juzuu ya kwanza ukurasa wa 397. katika ukurasa wa 395 ameweka al-Babu al-Khamis mlango wa 5 fi dhikri auladi amiri al-mu'minin alayhi salam وعددهم وأسمائهم. mlango wa 5 katika kutaja watoto wa amiri al-mu'minin alayhi salam na idadi yao na majina yao. Katika akataja majina yao katika watoto wake kuna Uthmani, kuna Abu Bakar, kuna Umar. Mayunga amepinga wao anasema hakuna majina yao. Sisi kabisa kitabu zao na sahihi. Yaani wanachuoni wazao wanasema hawakuna, maana yake yeye nilimjadili kuhusu kwa nini badilisha jina. Wewe unabadilisha vipi jina kutoka jina la Umar kwa jina Ali? Kwa mantiki gani? Babako na mamako wamekuita Umar, wewe unasema hapana mimi Ali. Je, una vigezo vyovyote? Kama ni ushia basi Ali bin Abi Talib watoto wake amewaita kwa majina ya Abu Bakar na Umar na Uthman. Inakuwaje leo unabadili majina? Akajibu pia umundani kwa majibu ya ovyo. Lakini kitabu cha Zao na Saqifa akiandika juzi hata miezi miwili haijafika, na sisi tujibu pale tuandika Zao la Abdullah bin Saba. Akileta matunda ya Saqifa sileta matunda ya Abdullah bin Saba insha Allah. Sasa katika watoto waliotaja akasema wa amma Kulthum, kwa sababu katika watoto waliotaja hapo watoto wake ni Zainab as-Sughra al-mukanna bi Kulthum wa ummuhum Fatima al-Batuli alayha as-salam. Na kitu kilikuwa cha kuchekesha kidogo, kinaona kwanza tuende katika nukta. Mtashangaa watu wana ajabu sana. Haya, kawataja watoto mpaka akaanza kumtaja mmoja mmoja sasa. Ama fulani, ama fulani, ama fulani. Sasa amma Kulthum asema wa amma Kulthum, leo tunasoma Kiarabu tunasoma kule. Fahiya allati tazawwajaha Umar ibn al-Khattab, yeye ndiye ambaye ameolewa na Umar ibn al-Khattab. Asema qala ashabuna, wenzetu wanasema إنه عليه السلام إنما زوجها منه بعد مدافعة كثيرة وامتناع شديد واعتلال عليه بشيء بعد شيء حتى ألجأته الضرورة إلى أن رد أمرها إلى العباس بن عبد المطلب فزوجها إياه. أنا سمع wenzetu ni katika mashia wanasema kwamba yeye Ali bin Abi Talib amemuozesha Umar baada ya msukumo mkubwa, na yeye mwenyewe kujizuia sana na kutoa sababu nyingi. Kila utaja taja illa bwana, hapana isiwezekani kwa sababu hiki, mpaka itampelekea dharura. Yani akaona kwamba sasa sina namna ile nimuozeshe baradhuli hili au ifedhuli hili, taniozesha vipi? Akamwambia basi wewe nenda kwa Abbas bin Abdul Muttalib, ami yake Ali bin Abi Talib.
yani atakukwepa kwamba Ali hajamwozesha kwa hiyo sababu yake. Angalia ujinga huo. Ali hajamwozesha, babu yake akamwozesha. Allahu almusta'an. Kwa Ali alikuwa kusukuma na kushuka na Umar mpaka akamwambia basi nenda kwa Abbas akamwozesha. Ala kuli hali Kulthum binti wa Ali kaozeshwa Umar ibn Khattab radhiallahu anhu, na hili ni jambo ambalo hawawezi kulipinga ila watu kama kina Mayunga ambao wanajua kwamba wewe huwezi kupata kitabu kama hiki. Utakipata wapi? Wewe niambie. Hakuna hiyo kabisa sisi tunasema hakuna vipi? Na wewe unachuoni wewe wa karne ya 6 na kuna wengine kabla ya hapo washaeleza mambo hayo, wewe unasema hakuna vipi? Allahu musta'an. Kwa umeridhika au utakutoa kopi kabisa ya kitabu hiki hapo? Naam.